Karibu ndugu mtazamaji kwenye studio ya Freedom. Tunataka kukuletea habari za michezo motomoto pamoja na uchambuzi kupitia studio yetu ya Freedom, na mtangazaji wako kwenye habari za michezo ni Mr. Samuel Kakila. Tutakuletea habari za michezo zilizojitokeza katika weekend iliyopita. Moja kati ya fainali motomoto ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye michuano ya CAF, Simba na Berkane. Tutakuletea matokeo pamoja na uchambuzi. Tutakuletea pia uchambuzi wa yale yaliyojiri katika viunga vya ligi za Ulaya, ligi kubwa 5 barani Ulaya. Kwa hiyo karibu sana, tujumuike, usiache dakika hata moja ikupite. Uwe pamoja nasi kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Na usiache kucomment, kushare, kulike na kusubscribe, kwa sababu unaposubscribe kipindi hiki kinakuijia kila kinapoingia katika mtandao mkononi mwako. Kwa hiyo karibu na uweze kushirikiana nasi. Tunaanza na mchezo wa Berkane, Simba ikicheza na Berkane katika uwanja wa New Aman Complex kule Zanzibar. Simba ikicheza mchezo wake wa fainali ya kombe la shirikisho la CAF, mechi ya pili mara baada ya mechi ya kwanza kuchezwa katika nchi ya Morocco, Manispaa ya Berkane, na Berkane kuibuka na ushindi wa goli 2-0 katika mchezo wa kwanza. Jumapili ya tarehe 25 Mei, Berkane ilikaribishwa na Simba katika uwanja wa New Aman Complex, na dakika 90 zikaisha kwa timu zote mbili kutoka sare ya goli 1-1, na Simba walikuwa wa kwanza kuliona goli la Berkane kupitia kwa Budo baada ya cross mahiri kabisa ya mchezaji Elie Mpanzu, na baadaye RS Berkane katika kipindi cha pili dakika za mwishoni kabisa kusawazisha goli ambalo lilifanya aggregate ya mechi zote mbili kuwa goli 3-1. Na sasa nitakuletea uchambuzi wa baadhi ya mambo ya msingi, matukio na yale yaliyojiri katika mchezo wa Simba na RS Berkane. Simba ilikaribisha Berkane katika huu mchezo, lakini pia ilionyesha mchezo mzuri sana na ilionyesha ushindani, na dhamira ya Simba ilikuwa ni kujaribu kuona kama wanaweza kupindua matokeo katika mchezo huu kati yake na RS Berkane. Kimsingi moja kati ya mambo ambayo tunaweza yazungumza ni kumpa kongole kocha wa klabu ya Simba Sports Club kwa ajili ya kuchanga karata zake vema kabisa katika mchezo. Alipanga kikosi kizuri na alipanga vizuri. Alifanya uchambuzi wake vizuri kwa namna ambayo ilimfanya aweze kupanga kikosi chake vizuri wakati anaanza na kipindi chote cha kwanza, na kimsingi alimudu na analysis ya wanaofanya analysis kwenye bench la ufundi la Simba Sports Club ilikuwa na matunda kwa kiasi chake. Moja kati ya mambo ambayo yaliwachanganya Berkane ni kumpanga kijana Budo kwenye mechi hii kama moja kati ya wing ambao walikuwa wanatokea pembeni akishirikiana na Elie Mpanzu. Joshua Mutale ambaye pia alifanikiwa kuchukua tuzo ya man of the match kwa mechi ya jana,
alifanya kazi kubwa na alikuwa tishio zaidi katika mechi ya jana dhidi ya Berkane RS, na aliwachanganya kabisa RS Berkane, kwa sababu inawezekana pia hawakuwa wamejiandaa kumkuta akianza katika listi ya wachezaji wa Simba, kwa sababu katika utafiti wao waligundua ya kwamba Simba katika michuano ya CAF amekuwa kocha Fadlu akipanga listi tofauti kabisa, na amekuwa hamwanzishi kijana Joshua Mutale, na hii imelipa sana jana baada ya kocha Fadlu kumwanzisha kijana Joshua Mutale, na kocha hii ilikuwa turufu yake kubwa iliyomfanya kuwaelemea RS Berkane katika eneo la kiungo pamoja na ulinzi chini ya Yusuf Dayo, kapteni wa timu, lakini pia wana kiungo wao mahiri mnara katikati pale Kamara Mamadou, ambaye jana kidogo maji ya shingo ya mwangamize, lakini Mungu akaingilia katikati, kwa sababu Joshua Mutale style yake ya uchezaji imekuwa tofauti na matarajio ya game plan ya kocha Shaban wa RS Berkane. Hakutarajia nadhani alichokiona, kwa sababu Simba imekuwa ikianza na Kip Dennis na Elim Panzu. Kip D akianza upande wa kulia, Elim Panzu upande wa kushoto. Jana Fadlu alianza na Joshua Mutale upande wa kushoto na upande wa kulia Elim Panzu, lakini pia alimpanga kama kawaida beki wake wa kulia Kapombe, ambaye huwa anacheza kama beki namba 2 kama wingback, lakini pia kuna wakati anaingia ndani anakuwa kama kiungo hivi, inverted winger, ambaye jana alishirikiana vizuri na Elim Panzu pamoja na Joshua Mutale kuwachanganya safu nzima ya ulinzi ya RS Berkane, na hii ilikuwa turufu kubwa sana iliyofanya Simba waweze kumiliki kwenye eneo lao la katikati na kuelekea katika eneo lao la mbele, na hii iliwafanya RS Berkane kuto kuweza kuihimili Simba kwa mashambulizi. Kwa hiyo hii inakuwa ni moja kati ya turufu kubwa na kongole ambayo inamwendea kocha Fadlu kwa jinsi alivyouanza mchezo, ili msaidia kupata bao la kwanza dakika za mwanzoni za mchezo kupitia kwa Joshua Mutale akipata crossi safi sana kutoka kwa mchezaji Elim Panzu. Elim Panzu aliunyang'anya mpira kutoka kwa viungo wa RS Berkane, akakokota mpira wakijaribu kumkaba bila kufanikiwa, akasogea zaidi mpaka ndani ya penalty box na kuachia cross ambayo mwanzo Mokwala alikosa, lakini kamfikia Joshua Mutale, ambaye aliamua kwenda sambamba na Elim Panzu kuhakikisha ya kuwa hadi nukta ya mwisho aone nini kinatokea. Elim Panzu anapokokota ule mpira wingi ya kuria ndani ya penalty box, akaingia na akatoa cross ambayo ilizaa matunda. Joshua akawa amefunga goli la kwanza. Game ikawa imeenda hivyo mpaka kipindi cha kwanza kilipoisha wakati wa mapumziko. RS Berkane walionekana kutokucheza mchezo waliocheza mwanzo wa speed na nguvu nyingi. Walionekana kucheza kwa mchezo wa kuwasubiri Simba, waliingia kama the second team na kucheza mchezo wa kuwasubiri Simba wacheze kwanza na wao wa react, na walikwenda hivyo dakika zote za kipindi cha kwanza wakifanya hivyo, wakiwasubiri Simba kuja na wao waweze kujibu au kuzuia mashambulizi ya Simba.
kipindi cha pili kilipoanza, kulitokea shida ambayo iliharibu game plan ya Simba. Mchezaji Kagoma Yusuf alipata kadi nyekundu ambayo ilitokana na kadi ya pili ya njano aliyoipata kutoka kwa mwamuzi, na hii kampelekea kutoka nje. Nini kilitokea? Wengi wanauliza kadi ya kwanza ya njano aliipata saa ngapi? Kadi ya kwanza ya njano haikuonyeshwa na picha za television, lakini aliipata akipewa kadi yeye na Kapombe, na nadhani zaidi ilikuwa ni kutokana na mazungumzo na kubishana na refa. Sidhani kama ilikuwa ni kutokana na rafu. Na wakati huo kocha Fadlu alipata na yeye kadi ya njano. Kwa hiyo watu watatu walipata kadi ya njano kwa wakati mmoja. Na baada ya hapo alikuwa tayari amekwisha kuonyeshwa kadi. Kipindi cha pili kilipoanza, aliingia tayari akiwa na kadi ya njano, na wengi hawakubaliani na kadi ya njano ya Yusuf Kagoma, lakini kwa macho yangu ya kichambuzi naweza kusema kwamba kwa mujibu wa sheria 17 za mchezo alifanya kitu kinachoitwa tackling from behind, na kitu kibaya ambacho asingefanya Kagoma ni kumjaribu kumzuia mchezaji aliyekuwa akimfanyia tackling akitokea nyuma, na wakati akijua na wenzake nambari ya kutosha mbele ambao wangeweza pengine kumzuia bila madhara makubwa mchezaji aliyekuwa na mpira wa RS Berkane. Kwa hiyo akafanya tackling from behind. Kimsingi ni mara chache sana mchezaji yoyote wa mpira dunia nzima kufanya tackling from behind bila kumgusa mchezaji ambaye una mkaba, hata kama utagusa mpira au hutagusa mpira. Na mara nyingi sana marefa, kwa sababu kila mtu anakimbia uwanjani na anakuwa kwenye mikiki anakuwa damu inachemka, ni mara chache sana marefari kuiacha hiyo ikawa imetolewa kadi ya njano ya pili, na Yusuf Kagoma akawa ametoka nje. Lakini ile ilipunguza nguvu ya Simba, kwa sababu Yusuf Kagoma, moja kati ya tiba kubwa sana ambayo ameleta katika klabu ya Simba wakati inapocheza mechi zake ni kuificha back four yake, back four ya klabu ya Simba. Katika misimu kadhaa ambayo imepita kama miwili au zaidi, Simba wamekuwa wakistruggle sana na mchezaji wa aina ya Yusuf Kagoma. Yaani wamekuwa hawana namba 6 ambaye anaficha back 4, na ile back 4 inakuwa salama. Kila kitu kinachoanza kuja kama mashambulizi kinaanzia kwake huyu halfback 6, na yeye anaanza kuwa wa kwanza kuzuia. Na back 4, hata kama huyu mchezaji kuna namna watakuwa timu pinzani wamefanikiwa kumpita, lakini kwa sehemu kubwa back 4 itakuwa imejipanga na inaweza kirahisi ikaondoa mashambulizi. Simba kwa Yusuf Kagoma kwa kweli wana mchezaji muhimu sana, na ndiye amekuwa msaada mkubwa sana kwa timu nzima ya ulinzi ya Simba pamoja na golikipa, na amekuwa ni mchezaji ambaye ni muhimu sana aliyesajiliwa katika msimu huu na anafanya kazi kubwa. Na jana kukosekana kwake baada ya kadi nyekundu kuliathiri Simba kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu nguvu yao ya ulinzi ilipungua. Maana ililazimu viungo wale waliosalia, Ngoma pamoja na Ahua, kurudi nyuma kujaribu kuzuia wao mashambulizi, lakini pia kuchukua mipira kutoka nyuma na kupeleka mbele, kupeleka kwenye safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba, na hiyo iliwapa kazi kubwa sana. Kwa hiyo game plan kwa vyovyote vile, and it's obvious kwamba ilikuwa imeshabadilika ya klabu ya Simba.
walikuwa wakicheza formation ya 4-2-3-1, na sasa ililazimu hiyo formation ibadilike na wacheze kwa namna ambayo sasa wanapungua mbele, kwa sababu mtu mmoja wa nyuma amekwisha kutolewa. Hii ikawa ni jambo ambalo liliwaumiza Simba, na hata hivyo Berkane hawakuonyesha kwamba wangetaka kuwashambulia Simba, pamoja na kwamba Simba tayari walikuwa pungufu, na Simba wakajaribu kuendelea kwenda kushambulia na wakafanikiwa kupata goli walifanikiwa kupata goli baadaye kupitia kwa Ahua, kupitia kwa Mukwala, baada ya free kick ambayo alipiga Ahua nje kidogo ya penalty box, lakini ilibainika kuwa ilikuwa ni offside na goli hilo halikuhesabiwa. Baada ya muda, kocha Fadlu naweza kusema ni kama alifanya makosa pia, akampunguza dakika za mwisho Chemalon na Mohamed Hussein na kuwaingiza Ateba Lionel na Valentino Nouma. Ninaweza kusema hiyo ilikuwa ni jambo ambalo Fadlu alikosea, kwa sababu kimsingi Simba walikuwa wanatakiwa wasawazishe na kuongeza magoli, kupindua meza. Maana walikuwa wanaongoza kwa goli moja, walikuwa wanahitaji magoli mengine, goli labda moja zaidi au mawili, ili waweze kuwa katika upande wa kushinda. Lakini walikuwa hawatakiwi kuruhusu goli lolote. Sheria za goli la ugenini zilikuwa zinazoendelea katika michuano ya bara la Afrika, michuano ya CAF. Kama Berkane muda wowote wangeweza kuweka goli, kufunga goli, manake walikuwa wanaiweka mahala pagumu Simba na kuiongezea mlima, na ndicho kilichotokea. Baada ya Mohamed Hussein na Chemalon kutoka nje, klabu ya Simba kwenye upande wa ulinzi ilielemewa na ilisababisha Berkane kupata nguvu ya kufunga goli, kwa sababu upande wa ulinzi walitolewa walinzi wawili, akaingizwa mlinzi mmoja na mshambuliaji mmoja. Lakini wakati huo huo kule mbele bado kulikuwa kuna akina Elim Panzu, Joshua Mtale alikuwepo, na Kibudi alikuwa ameingia na kadhalika. Kwa hiyo bado nguvu ya Simba mbele haikuwa mbaya, lakini pia upande wa nyuma sasa alikuwa anahitaji bado kuendelea kuhakikisha kuna balance, ili kwamba hawa jamaa wasipate goli lolote. Bahati mbaya wakapata goli dakika za mwishoni na kufanya mchezo scoreboard kusoma goli moja Simba na Berkane goli moja. Mchezo ukaisha hivyo. Kuna mambo machache hapa ya kujifunza na nitakuletea mambo haya ili uweze kujifunza. Mambo haya ni muhimu kuyafahamu, kwa sababu mpira wa miguu unapiga hatua kila siku, na zamani uchambuzi ulikuwa ni kwa kiasi kidogo sana, lakini uchambuzi ndio unaoweza kukusaidia kujua mpira. Uchambuzi ndio unaoweza kukusaidia kujua kwa nini huyu ameshinda, kwa nini huyu hajashinda, na ni nini ambacho kinapaswa kufanyika ili kwamba mambo yaende sawa. Ni namna jinsi ambavyo timu zote mbili zinacheza. Simba Sports Club ya Tanzania katika michuano ya CAF Confederation, huu ulikuwa mchezo wao mgumu zaidi kucheza katika michuano hii kuliko mchezo wowote. Wamekutana na klabu ngumu zaidi, ambayo msimu huu ilikuwa na msimu mzuri sana. Morocco wameweza kuchukua ubingwa ikiwa bado michezo 5 haijaisha, jambo la kwanza. Na wamechukua ubingwa mbele ya FAR Rabat, wamechukua ubingwa mbele ya Raja Casablanca, wamechukua ubingwa mbele ya Wydad
Casablanca. Timu zote hizi ni timu korofi, na ligi ya Morocco nadhani ndio ligi inayoongoza mpaka sasa kwa ubora katika renki za ligi barani Afrika. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mgumu sana, walikutana na klabu ngumu, klabu ambayo msimu huu ina ubora mkubwa katika michuano ya Afrika, na msimu ujao watakuwa wanashiriki michuano ya kombe la klabu bingwa moja kwa moja. Hili ilikuwa ni jambo ambalo Simba walipambana nalo, walikutana na klabu ngumu zaidi, lakini pia walikutana nafikiri kwenye michuano hii wakati wanacheza nusu finali na klabu nyingine ambayo ilikuwa ni ngumu ya Afrika Kusini, Stellenbosch, lakini Simba walijitahidi kuupangua mchezo na kuishinda Stellenbosch na kuingia finali. Kwa hiyo Simba walikutana na quality ambayo kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana. Timu ya RS Berkane imeshindwa mchezo mmoja tu katika michuano ya kombe la shirikisho la CAF barani Afrika. Timu ya RS Berkane imeruhusu magoli matatu tu katika michezo yote iliyocheza ya michuano ya kombe la shirikisho. Hata ukiangalia takwimu za jana, Simba ilicheza vizuri, haikucheza vibaya, haikucheza kinyonge na ilitawala mchezo. Lakini kukuhakikishia kwamba walikuwa wanakutana na timu ngumu zaidi, walikuwa na on target moja tu. RS Berkane wakiwa na target 5, on target 5, yani mipira iliyolenga lango. Na hatari kubwa ya RS Berkane kwa mujibu wa uchambuzi wangu ni kwamba timu yoyote inayocheza na RS Berkane ikamiliki zaidi mpira, mara chache sana kupata ushindi mbele ya RS Berkane, ikiwa na ball possession kwa asilimia kubwa kuliko RS Berkane. Kwa hiyo tuipongeze Simba, ilifanya kazi yake, na sema tu walikutana na klabu ambayo standard yake na yenyewe iko juu. Nitazungumzia mambo machache ambayo yamekuwa yakisemwa hapa na pale kwamba kulikuwa kuna figisu, kulikuwa kuna vitu ambavyo vya nje ya uwanja na nini. Nafikiri ni mambo ambayo lazima tukubaliane. Tunaweza kuyajadili kama kulikuwa kuna namna yoyote ambayo sio ya kimchezo au sio ya kimpira au ni nguvu ya nje ya uwanja kwa sababu moja au nyingine, tunaweza kujadiliana, lakini pia lazima tukubaliane timu zetu zote za Tanzania, iko Yanga, iko Simba, zinahitaji kufanya mabadiliko na kuinvesti zaidi, na zinahitaji kufanya sajili nzuri, zinahitaji kuwa bora, ili hata kama mtu anaweza kuwa na tunaita figisu, hata kama atakuwa na figisu, lakini wewe umzidi kwa kila kitu. Tunahitaji kuboresha timu zetu zote, inaweza ikawa Yanga, inaweza ikawa Simba, inaweza ikawa Azam, inaweza ikawa Singida Black. Timu zingine zote tunahitaji kuboresha, tunahitaji kumeet standard. Tunahitaji kumeet standard. Wenzetu wameinvesti, wanalipa wachezaji kila mwezi mpaka hata milioni 90 kwa mwezi. Sisi hatuna wachezaji tunaowalipa hivyo, hatuna wachezaji ambao tumewasajili kwa gharama kubwa, hatuleti wachezaji kutoka Ulaya. Wenzetu wanasajili wachezaji kutoka Ulaya. Kwa hiyo hili liwe jambo la kwanza kabla ya kufikiria yale mambo ya nje ya uwanja kwamba kuna nani yuko kule kafu anaitetea timu yake na nini. Lakini sisi tuwekeze kwanza kwenye mpira. Ninaweza kusema kwa hiyo tukiwa bora, hii itatusaidia katika michuano ya kimataifa ambayo timu zetu zinacheza. Swala la uwanja, mimi kwa maoni yangu Simba walipaswa kujipanga tangu mwanzo, kwa sababu tayari CAF walikuwa wamekwisha kuamua. Badala ya kujaribu kupambana kurudisha mechi katika uwanja wa Mkapa, Simba walikuwa wanapaswa kufocus, viongozi, washabiki, wachezaji, benchi la ufundi, kwamba mechi imekwisha kuamliwa na wakafocus na maandalizi yao katika uwanja ambao
tayari ulikuwa umekwisha kupangwa kwa ajili ya mechi. Upande wa serikali na wenyewe tunaweza kusema wamejitahidi kwa sababu wamerekebisha uwanja dakika za mwisho, lakini mimi ni rai yangu kwamba serikali ilipaswa kuwa imekwisha kufanya mambo haya tangu mwanzo kabisa, tangu kabla ya mechi zote hizi za robo finali, nusu finali ambazo Simba imecheza, hata finali. Kutokuandaa uwanja mapema kulikosesha Simba fursa ya kucheza katika uwanja wa Mkapa, na kama wasimamizi wa uwanja na pamoja na mkandarasi waliyemweka kufanya kazi ya kuandaa uwanja wangekuwa wameuandaa uwanja na ukawa tayari, sidhani kama kuna mtu ambaye angeweza kuiondoa mechi kuchezwa katika dimba la Mkapa. Mechi ingechezwa kwa Mkapa, lakini madhaifu na mapungufu ya kutokuandaa uwanja mapema, hayo yamefanya mechi isichezwe kwa Mkapa. Ni rai yangu wakati mwingine wanapoendelea na maandalizi, kuna michuano mikubwa inakuja Tanzania ya CHAN na AFCON, uwanja huu uwe tayari kwa ajili ya mechi za kimataifa. Tunazo habari wa Tanzania limetengwa fungu kubwa la kukarabati uwanja, na uwanja ni kuanzia kwenye pitch itengenezwe vizuri, kila mahala patengenezwe vizuri, na ningetarajia wangeufunga uwanja kabisa usichezwe kwa mechi yoyote, iwe ya kimataifa au iwe ya ndani, mpaka uwanja huo umekamilika, na wakasimamia kwamba uwanja ukamilike kwa muda, wakasimamia uwanja ukarabati uende kwa spidi, ili kwamba kwa Mkapa kuwe tayari kwa ajili ya michuano yote mingine pia. Kwa hiyo ni rai yangu serikali nao wajitahidi kufanya na kuhakikisha ya kwamba uwanja huu umekuwa tayari. Tunaweza kuipongeza serikali ya Mapinduzi Zanzibar pia kwa ajili ya kupokea mchezo, lakini pia walichukua baadhi ya gharama ambazo zingeweza kugharimiwa na Simba, na wao waliulipia uwanja. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kupongeza rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Rais Hussein Mwinyi, kwa ajili ya kupokea mchezo vizuri na kuwa hosti Simba pamoja na Berkane katika uwanja wa New Aman Complex. Mwisho wa siku lazima tukae chini, tufanye tathmini na tuweze kufanya vizuri katika hatua zinazofuata. Sasa nitakuletea orodha ya timu ambazo zimefanya vizuri katika ligi kubwa 5 barani Ulaya, pamoja na timu ambazo zimeshuka madaraja. Ninaanza na ligi kuu ya England. Ziko timu 5 kwa mujibu wa kanuni ambazo zimefanya vizuri na zimeingia moja kwa moja katika michuano ya UEFA Champions League. Lakini iko timu moja ambayo imeingia na kuongeza idadi zikawa timu 6. Imeingia kwa ajili ya kuchukua kombe la UEFA Europa League, na hii ni timu ya Tottenham Hotspur. Kwa hiyo wao wamepata tiketi ya moja kwa moja kushiriki UEFA Champions League msimu ujao kwa kuchukua kombe la Europa League kwa kuifunga Manchester United goli 1-0. Na kwa hiyo listi ya timu zitakazocheza UEFA Champions msimu ujao kutoka katika ligi kuu ya Uingereza EPL ni Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea na Newcastle, ikiwa ni pamoja na Tottenham Hotspur. Kutoka Uingereza timu zitakazocheza Europa League ni timu 2, Aston Villa pamoja na Crystal Palace. Conference League watacheza Nottingham Forest itashiriki michuano ya Conference League. Nitakutajia timu 3 ambazo zimeshuka ligi ya
Uingereza msimu huu, na msimu ujao watacheza Championship, maana yake ligi daraja la kwanza. Southampton, Ipswich na Leicester City zimeshuka daraja na msimu ujao hazitakuwa katika Premier League. Hispania walioingia UEFA ni Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club na Villarreal. Hao wameingia moja kwa moja michuano ya UEFA Champions League msimu ujao. Na katika upande wa Europa League walioingia ni Real Betis na Celta Vigo. Conference League atakayecheza kutoka ligi ya Hispania ni Rayo Vallecano. Walioshuka daraja ni Leganes, Las Palmas na Real Valladolid. Kutoka ligi ya Bundesliga watakaocheza UEFA Champions League ni Bayern Munich, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund. Hao watacheza michuano ya UEFA Champions League msimu ujao barani Ulaya. Watakaocheza Europa League ni Freiburg na Stuttgart. Conference League, Mainz ataingia michuano hii na atashiriki michuano hii msimu ujao. Walioshuka daraja, kuna timu mbili zimeshuka daraja, nayo ni Holstein na Bochum. Twende Italia, Serie A. Watakao shiriki UEFA Champions ni Napoli, Inter, Atalanta na Juve. Watakao shiriki Europa League ni AS Roma na Bologna. Conference League, Fiorentina anaingia moja kwa moja, wakati watakao shuka daraja ni Empoli, Venezia na Monza. Ufaransa, PSG, Marseille, Monaco, Nice. Timu hizi zitaingia zitaingia UEFA Champions League. Nice wakianzia hatua za awali kabla ya hatua ya ligi ya UEFA Champions League. Europa League, Lille na Lyon wataingia. Conference League, Strasbourg atacheza kwenye Conference League. Walioshuka daraja kutoka ligi kuu ya Ufaransa ni Saint-Etienne na Montpellier. Nilikuahidi kukuletea listi ya timu zitakazocheza UEFA Champions, Conference League na Europa, na walioshuka daraja kutoka ligi kubwa 5 barani Ulaya. Nimekuletea. Usiache kucomment, kushare na kulike pamoja na kusubscribe. Mtangazaji wako Samuel Kakila. Karibu.